Karibu mpenzi mtazamaji katika mfululizo wa vipindi hivi maalum vya maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mafunzo na Ufundi Stadi VETA ambayo yanafanyika katika ukumbi huu wa Julius Nyerere International Convention Center JNICC, na kwa mwaka huu kwa mara ya kwanza. Sasa twendeni waingizi hapo ndani mkaone huko ndani mambo yakoje. Asante sana Brass Band, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni rasmi katika tukio letu hili adhimu la leo la kongamano la maadhimisho ya miaka 30 ya VETA. Karibu sana katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere, mahali ambapo kongamano hili na maonesho ya kitaifa ndipo yanapofanyika. Ninaomba sasa nimwalike mbeba maono wa taasisi hii ya VETA, si mwingine CPA Anthony Mzee Kasore, mkurugenzi mkuu VETA, ili aje kuongezea nyama kwenye hiki ambacho tumekishuhudia hapa. Karibu sana. VETA hoye! CPA Kasore hoye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natambua wageni wote waalikwa mliofika katika siku hii ya leo pamoja na viongozi wengine wa serikali mliokuwa nasi, lakini pia ni mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niweze kutambua viongozi ambao ni wakurugenzi wakuu waliopita katika mamlaka yetu ambao wameweza kuja na kuweza kushiriki nasi siku hii ya leo, pamoja na wenye viti wa bodi ambao pia walikuwa wamepita katika wakati zilizopita. Naomba niweze kuwaomba wasimame, lakini pia kushukuru pia na wenyewe kuweza kufika mahali hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika wale wakurugenzi watatu nimebahatika kufanya nao kazi na wananifaa sana na wananifaa kweli katika utendaji kazi na katika utekelezaji wa majukumu yangu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi naomba historia na shughuli zote zimeainishwa katika ile klipu. Mimi naomba tu niende kwenye kipengele cha mwisho cha kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuweka fursa na kujikita katika ujuzi hapa nchini. Eneo hili la ujuzi limekuwa ni muhimu sana katika taifa letu, lakini pia tunaishukuru serikali kwa kuzidi kuweka mkazo. Tumeonyesha vyuo ambavyo vimetoka kuanzia mwaka 94 na mpaka sasa hivi tuko na vyuo 80 na tunaenda kuwa na vyuo 145. Hivyo ni vyuo vingi katika kila mkoa na kila wilaya, lakini tunatambua serikali imetumia gharama kubwa kufanya ujenzi huu ambao mwisho wa siku unaenda kuhakikisha kila Mtanzania anaenda kupata ujuzi, anaenda kupata fursa ya kuweza kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, shughuli za kijamii zitakazomwezesha kupata kipato. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, nipende tu kusema katika utekelezaji wa shughuli hizi sisi kama VETA tuna matarajio makubwa na tuna matarajio ambayo yanataka kulenga kwa wananchi wa Tanzania kuweza kuzidi kupata fursa. Na malengo yetu ni sasa ni kuimarisha zaidi upatikanaji wa mafunzo kwa vijana na watu wazima, kukuza ubunifu na teknolojia na kuhakikisha elimu ya ufundi stadi inakuwa ni nguzo ya maendeleo ya viwanda na uchumi wa nchi yetu. VETA inalenga kuwa kitovu cha ubunifu chenye uwezo wa kulea vipaji na kuibua wabunifu watakaosaidia kuleta suluhisho kwa changamoto za jamii. Lakini pia tunaomba tuseme wananchi waendelee kutuamini kama nguzo ya kuwajengea ujuzi na maarifa. Tunataka kuona vijana wakiwa na thamani ya mafunzo ya ufundi stadi, si kama chaguo la pili, bali kama njia sahihi
ya kujenga maisha bora na kuchangia maendeleo ya taifa. Tunapenda kujua na kupenda kusema kwamba uongozi na usimamizi ambao unafanywa na serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi ambao mnamsaidia Mheshimiwa Rais pamoja na wizara yetu ya elimu inayoongozwa na Profesa Adolf Mkenda ambaye amekuwa ni muhimili wa kuhakikisha kwamba VETA tunatekeleza, VETA tunahakikisha kwamba tunaonekana na kuwasaidia wananchi wa Kitanzania, pamoja na bodi yetu inayoongozwa na Profesa Mchome. Wote hawa tunawashukuru na tunaishukuru sana serikali kwa kutuwekea viongozi ambao wanaweza kutusaidia kuhakikisha kwamba tunatoa na tunasimamia elimu ya ufundi stadi hapa nchini. Nipende kumalizia kwa kusema, ikiwa katika hatua ya maadhimisho haya sisi kama VETA tulianza kufanya huduma mbalimbali za kiufundi na kijamii kwa kushirikiana na wadau kwenye maeneo mbalimbali nchini, na katika maeneo haya tumeweza pia kukutana na wadau katika sekta mbalimbali ambazo tunafanya nazo na kutoa mafunzo, ambazo wadau hawa wamezidi kutuwekea msimamo, wamezidi kutuwekea ushirikiano ambao unaenda kutusaidia kutoa mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini. Napenda kuchukua fursa hii kwa kuwashukuru wadau wote ndani na nje ya nchi ambao wamekuwa bega kwa bega na VETA katika safari hii ya maendeleo. Shukrani za kipekee tunaomba umfikishie Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake imara, dira na dhamira ya dhati ya kuimarisha fursa sawa na ubora wa elimu wa mafunzo ya ufundi stadi kwa kuwa ni msingi wa maendeleo ya taifa letu. Kwa pamoja tutaendelea kujenga taifa letu Tanzania na kuhakikisha Tanzania yenye mafundi stadi bora walio tayari kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa uchumi imara na endelevu wanakuwepo wa kutosha na wenye uwezo wa kutekeleza shughuli hizo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wageni waalikwa, mimi niwashukuru na nipende kuwakaribisha sana VETA na nipende kuwakaribisha katika vyuo vya ufundi stadi hapa nchini ambavyo sasa hivi tuko takriban 905. Tunaamini tutaendelea kutoa ujuzi na tutahakikisha taifa letu linakuwa na watu wenye ujuzi. Asanteni sana. Basi ninaomba nimwalike Profesa Sifuni Mchome, yeye ni mwenyekiti wa bodi ya VET, ili aje atoe salamu za bodi baada ya kuwa tumepata salamu kutoka kwa mkurugenzi mkuu. Karibu sana Profesa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nitasema maneno machache sana in the interest of time. Neno la kwanza ama eneo la kwanza ni kwamba tumetimiza miaka 30 ya VETA, lakini tumetimiza miaka 50 ya mfumo. Sasa kama ni kijana, kama ni mtoto amekuwa kijana, kama ni kijana pia amekuwa sasa mtu mzima, anaweza kufanya shughuli mbalimbali ambazo anaweza kukabidhiwa. VETA tunajivunia kwamba tumekuwa vijana, tumekuwa watu wazima, tuna uwezo wa kufanya mambo mengi ambayo mnayoona sasa hivi katika jamii katika eneo hili la study. Na sisi tunapenda kusisitiza study badala ya kusisitiza fani, ni study. Study zile ambazo tunatumia kwa ajili ya kufanyia kazi. Eneo la pili ambalo naomba niliseme ni hii dhima iliyowekwa hapa. Ufundi stadi ni fursa kama zote. Na hili ndilo linalotufurahisha sisi wa Tanzania kwamba tunapata fursa sasa ya kupata hizi stadi mbalimbali kupitia mifumo yetu tulionayo katika VETA. Neno la tatu la mwisho ni kwamba mafanikio hayakosi changamoto. Changamoto tunazo, changamoto tunaendelea kuzishughulikia, na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila kujua umetupromote sana. Kwa kile ulichokisema tu umetupromote sana na sisi tunakushukuru sana. Umejitokeza, umezungumzia VETA kwa namna ambayo kwa kweli ni promotion ambayo hatujui tukulipe vipi, lakini tuna uhakika tu kwamba tutayaishi maneno ambayo uliyasema katika ile hotuba yako na yote ambayo umeendelea kutuambia ili tuyatekeleze katika maeneo. La mwisho, kazi niliyopewa ni ndogo sana. Sasa nichukue nafasi hii kumwalika waziri wetu Profesa Adolf Mkenda aweze kuja kufanya kitu ambacho anatakiwa kukifanya na ratiba yetu iweze kuendelea. Karibu sana Profesa. Mabibi na mabwana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi niko hapa kukukaribisha. Naomba niseme machache. La kwanza kukushukuru sana
kuendelea kutuunga mkono. Leo uko na sisi katika kuadhimisha miaka 30 ya VETA, na kwa hakika ni miaka 50 kwa sababu mwaka 1975 serikali ilianzisha idara ya kusimamia mafunzo ya ufundi na ufundi stadi kama idara kwenye wizara, ambayo baadaye ndio imekuja kugeuzwa kuwa VETA. Kwa hiyo tukichukua VETA katika mfumo yote miwili itakuwa ni miaka 50. Kwenye mfumo wa VETA tu kama mamlaka ni miaka 30. Leo umekuja kuungana na sisi Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini sio mara ya kwanza. Tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana. Maadhimisho haya Mheshimiwa Waziri Mkuu yameanza na mambo kadhaa. Mojawapo ni kutoa huduma. Muhimbili pale vijana wameenda kupaka rangi jengo la watoto pale, na kazi nadhani bado inaendelea kwa sababu inafanyika kwa awamu ili kutokuvuruga matibabu yanayoendelea pale. Lakini wanafanya shughuli kama hizi katika taasisi za serikali na katika mikoa mbalimbali kama sehemu ya kuadhimisha hii miaka 30 ya VETA. Na kwenye hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitoe shukrani za pekee kwa kampuni ya Insignia ambayo inatengeneza rangi za koro, kwa sababu wamejitolea, wametoa rangi ambazo zinatumika na VETA kwa ajili ya shughuli hizi za kuadhimisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yameelezwa mafanikio na singependa kuyarudia, lakini niseme tu pamoja na yote yaliyoelezwa, idadi ya watu waliosoma na idadi ya vyuo, bado serikali inatoa ruzuku kubwa sana katika utoaji wa elimu ya VETA. Kwa mfano, ukienda kusoma VETA unalala bwenini, unakula mle mle na unasoma, ada yake ni shilingi 120,000. Ukiwa unafanya day, unalala nyumbani, unaenda chuoni, ada yake ni shilingi 60,000. Kwa kweli ukiangalia gharama za uendeshaji na ada inayolipwa, ruzuku ya serikali ni kubwa sana. Na kama ambavyo imeelezwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi kubwa sasa hivi ni kutekeleza maelekezo ya rais wetu kwamba tumalizie kujenga VETA katika wilaya zote. Na watakaoenda kusomea ufundi, kuna fursa ambazo tumetengeneza. Tunajenga technical polytechnic sasa hivi. Tunakamilisha utaratibu wa kujenga Mtwara, Morogoro, Kigoma, Mwanza, Dodoma tumekamilisha, na kingine Zanzibar, ili waweze wakasomea ufundi ili kukidhi mahitaji makubwa ya mafundi kama hao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijakukaribisha, naomba nitaje jambo moja muhimu sana. Pamoja na kwamba ada ya kwenda VETA ni ndogo sana, bado tunakaribisha wafadhili kusaidia vijana wanaotafuta kwenda kusoma VETA. Rais wetu anafadhili yeye binafsi, wanafunzi wanaenda kusoma pale Kagera. Amechagua idadi, tunawachagua, tunampelekea, anawafadhili. Lakini ningependa kusema vile vile kwamba KCB Bank na NBC Bank wametenga fedha za kufadhili wanafunzi wanaosoma VETA, na wakimaliza wanawafuatilia, wanawasaidia kuingia kwenye ujasiriamali. Nadhani kama ambavyo amefanya mwenyekiti wetu hapa Mheshimiwa Husna Sekiboko, yeye alienda amaliza degree yake ya chuo kikuu, akafurahi kutumia fursa kama wanavyosema kwamba VETA inapokea mtu yoyote anayetaka kwenda kusoma. Ameenda amesoma, ameanzisha biashara ya viatu na najua biashara nyingine electronics. Lakini KCB Bank ukisoma au NBC ukimaliza kusoma VETA, itakushika mkono, inakusaidia, unakuwa na business plan, inakufadhili, unaendelea kufanya shughuli zako na kuweza kujitegemea na kuwa mjasiriamali. Haya yote Mheshimiwa Waziri Mkuu ni sawa na kusema kwamba katika mageuzi ya elimu, hasa katika ufundi na ufundi stadi, yajayo yanafurahisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, nakuomba uje uongee na sisi na hatimaye kutoa alama ya kuashiria shughuli hizi rasmi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Majaliwa Majaliwa baba Majaliwa baba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wadau, viongozi na wageni waalikwa, nimetaka nianze kuungana viongozi wa dini kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha leo kukutana hapa katika maadhimisho haya ya miaka 50 ya uanzishaji wa mfumo wa kitaasisi wa kiserikali kwa usimamizi wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi
pamoja na miaka 30 ya uanzishwaji wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Ndugu wadau mlioko hapa, nitumie nafasi hii kuipongeza sana Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, bodi na management ya VETA kwa kuandaa tukio hili muhimu na la kipekee linalotoa fursa ya kutathmini mafanikio yaliyopatikana, lakini pia changamoto zilizopitiwa na mikakati ya kuboresha sekta ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Tunaposherehekea miaka 50, hii ni njia mojawapo ya kuongeza hamasa kwa vijana kuhusu umuhimu wa kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, na sherehe hizi zinatoa ujumbe kwa vijana kuhusu fursa za ajira na maendeleo zinazotokana na ufundi stadi. Ndugu wadau, serikali kwa upande wetu imefanya juhudi mbalimbali ili kukuza na kuboresha sekta ya elimu pamoja na mafundi stadi nchini. Miongoni mwa juhudi hizo ni pamoja na uanzishwaji wa vyuo vya ufundi stadi, kuanzisha programu za mafunzo ya ufundi kwa vijana wetu waliomaliza ngazi mbalimbali za elimu na kutoa mafunzo ya ujasiriamali kwa vijana. Lakini vile vile serikali imeshirikiana na wadau wa maendeleo na sekta binafsi ili kuongeza fursa za mafunzo ya ajira kwa vijana wengi zaidi. Na sekta hizi binafsi ni taasisi binafsi, lakini pia taasisi za kidini na maeneo mengineyo. Ndugu wadau wa sekta ya mafunzo na ufundi stadi, VETA kama taasisi ya kusimamia mafunzo ya ufundi stadi nchini imetimiza miaka 30 kwa mafanikio makubwa. VETA imejidhatiti katika kuboresha mafunzo, kuanzisha programu za mafunzo ya ufundi stadi katika nyanja mbalimbali, na imefanya kazi kwa karibu na sekta binafsi na mashirika ya kimataifa ili kuhakikisha kwamba mafunzo yanayotolewa nchini yanatoa majawabu ya kupata huduma, bidhaa na ujuzi unaohitajika kwenye soko. Katika kipindi cha miaka 30, VETA imeanzisha vituo vingi vya mafunzo nchini nzima na kuwekeza katika vifaa vya kisasa vya kufundishia na kujifunzia. Kama ilivyozungumzwa na waliotangulia, VETA ina jumla vyuo 80 vinavyofanya kazi kwa sasa, ambapo 25 ni vya hadhi ya ngazi ya mkoa na 55 ni vya ngazi ya wilaya. Hii ni hatua kubwa ambayo imetuletea mafanikio, haipaswi kuacha bila kujipongeza. Tujipongeze wa Tanzania. Na ili kufikia dhamira ya kuwawezesha Watanzania kiujuzi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameongeza vyuo 65 ambavyo vitaendelea kujengwa katika mikoa na wilaya hapa nchini, na hivyo ujenzi wa vyuo hivi ukikamilika, VETA itakuwa na vyuo 145 katika ngazi ya mikoa na wilaya zote hapa nchini. Lakini vile vile katika vyuo 80 vilivyopo, vyuo 30 vilikamilishwa katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6. Tuna kila sababu ya kumpongeza rais wetu kwa kazi kubwa anayoifanya na anayowafanyia Watanzania, na hasa vijana katika kufungua fursa za ujuzi mahiri kwenye sekta mbalimbali. Na serikali ya awamu ya 6 kwa kutambua umuhimu wa kuwekeza zaidi katika kutoa mafunzo ya ufundi stadi nchini, imeongeza bajeti ya VETA kutoka bilioni 54 mwaka 2021 hadi kufikia bilioni 85 kwa mwaka wa fedha 24-25. Na hili ni ongezeko la 57.4%. Katika kukuza ujuzi kupitia mfumo wa uanangezi, serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu yenye Wizara ya Kazi, Ajira, Vijana na Wenye Ulemavu inatekeleza programu ya kukuza ujuzi nchini inayowezesha nguvu kazi ya taifa kupata ujuzi na stadi za kazi stahiki ili kumudu ushindani katika soko la ajira. Kupitia programu hii, vijana wenye uhitaji waliohitimu ngazi mbalimbali za elimu wanapatia mafunzo ya ufundi stadi na kukuza ujuzi wao na stadi za kazi kwa mfumo wa uanangezi, kwa serikali kufadhili ada ya mafunzo kwa 100%. Mafunzo haya yaliendeshwa kwa ushirikiano na vyuo vya ufundi stadi vya umma lakini pia vya binafsi.
Maeneo ya kazi tuliyatumia, pamoja na waajiri walitumika walioweza kupokea vijana wa fani mbalimbali, na fani hizo ilikuwa ni pamoja na usafirishaji, tehama, madini, kilimo, ujenzi, ubunifu wa mitindo na ushonaji nguo, huduma za hoteli na utalii, ufundi bomba, uwashi, useremala, ufundi magari na mitambo, uchomeleaji na uunganishaji wa vyuma, utengenezaji wa vipuri vya mitambo, ufundi umeme wa magari, lakini pia majumbani na viwandani, upakaji rangi na maandishi ya alama. Na katika mpango huu wa mafunzo zaidi ya 60% ya muda wao unatumika kwa ajili ya mafunzo na 40% ni ya nadharia. Hata hivyo, kulikuwa na uhitaji pia fani ya ususi, na kwa maana ya saluni. Nilipopita hapo nje nimemkuta kijana wetu wa Tanzania anayesoma chuo cha VETA Dodoma, mlemavu, hana mikono, lakini anachora ramani za ujenzi wa nyumba, na pale amenichorea kuthibitisha kwamba kazi ile ameifanya yeye mwenyewe, na anatoa maelezo. Hii ni nyumba ya vyumba 4, ina jiko, ina sitting room, lakini pia na dining room, lakini pia ameonyesha roofing yake itakuwaje, na michoro ipo, yote ameichora yeye mwenyewe. Hawa vijana wanahitaji kuungwa mkono. Wakati serikali inaendelea kutoa fursa za jumla, basi wadau wanaoguswa, wanaopenda maendeleo ya kijana yule, huko muhimu wa kumuona namna ya kuweza kumuimarisha na kumpa fursa zaidi. Hata hivyo, VETA mnapopata hawa, basi ni vyema wizara ikajua, ili waandalie programu endelevu. Baada ya kumaliza, asirudi nyumbani akabaki tu, achukuliwe kijana huyu mlemavu na ujuzi wake aendelezwe, anapojianzishia aonyeshwe fursa za kupata mikopo, ili aweze kukopa mikopo kwa ajili ya mtaji wa kuanzisha taasisi yake. Na mimi nimeushuhudia na naufuatilia kwa ukaribu. Hakika unatija mjadala ule. Ule mjadala unatija kwa sababu wako ambao wanapinga, lakini wengine wakuja kurekebisha, na wako ambao wanasema namna mzuri ya kwenda vizuri, ili na sisi tuweze kubadilika na kwenda. Kwa hiyo tutumie pia nafasi ya maadhimisho haya, kwamba maadhimisho yamekuja wakati mzuri kwenye mjadala huo, twende nao vizuri na tufanyie kazi. Na kwa hiyo nawashukuru wadau wote wa elimu ambao pia leo mko hapa, mtashiriki kwenye maadhimisho haya, na hasa kwenye lengo la kuimarisha elimu yetu ya ufundi stadi, na hasa katika kuimarisha VETA na program zao. Na hii ndio itakuwa njia nzuri ya kwenda kuifanya VETA kuwa ni taasisi inayotoa mafunzo mahiri na stadi ya ujuzi kwa kiwango kinachohitajika. Niwapongeze sana VETA kwa mkakati huu na hatua mlioifikia. Mafanikio tumeyaona, ushuhuda clip ambayo tumeona wajasiriamali mbalimbali wakieleza kazi wanazofanya. Tumewakuta vijana wengine watengeneza mikoba pale nje, wamemaliza vyuo na wameendelea kujifundisha utaalamu na wamezalisha bidhaa, zote ni mzuri pale. Na kwa hiyo sasa, baada ya kujiridhisha kwamba haya yote yameandaliwa vizuri na VETA pamoja na wizara, sasa nitamke kabisa kwamba ninapoelekea kwenda kutekeleza jukumu langu kupitia mfumo ulioandaliwa, basi nitamke tu rasmi kwamba maadhimisho haya ya miaka 50 ya utoaji elimu na mafunzo stadi hapa nchini, nina imani kuwa miaka mingine 50 ijayo itakuwa na mafanikio makubwa zaidi. Asante sana kwa kunisikiliza. Tuenuke wote tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa hotuba yake nzuri sana. Na sasa, kwa sababu VETA wanaadhimisha miaka 30 kwa kishindo na wameamua kufanya mambo yote kidijitali, na ufunguzi huu na matendo analoenda kulifanya Mheshimiwa mgeni rasmi ni la kidijitali vile vile, ambapo ataweka kiganji chake kwa kadri unavyoonekana kwenye mchoro pale. Alafu Mheshimiwa mgeni rasmi, kulia mwa hicho kiganja kuna mstari mweupe utakuwa unapanda juu kabisa kule, ikiashiria sasa kwamba uzinduzi utakuwa tayari, na ikishapanda video itakuwa tayari kuonekana huku
kwenye bango kubwa huku kwenye runinga yetu huku ukutani, mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa hiyo sasa ninamwalika mgeni rasmi, na wakati mheshimiwa mgeni rasmi anaenda kuzindua, naomba ungane na viongozi wafuatao, viongozi waliokuwa wamekaa meza kuu pamoja naye, lakini mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge tafadhali, pamoja na mheshimiwa waziri wa viwanda na biashara, mheshimiwa Daktari Suleiman Jafo, naomba muungane na mheshimiwa mgeni rasmi. Kama nilivyosema, mheshimiwa mgeni rasmi ataweka kiganja chake pale kama inavyoonekana, halafu mstari mweupe utapanda kuashiria kwamba zoezi hili linafanyika kidijitali namna hiyo. Na sasa baada ya kuwa amejipanga, nitamkaribisha mheshimiwa mgeni rasmi afanye tendo hilo. Karibu sana mheshimiwa mgeni rasmi. Mgeni rasmi, mtamkabidhi waziri atamkabidhi mheshimiwa mgeni rasmi, halafu itaenda kwa anayepokea zawadi hiyo ambaye ni Profesa Sifuni Mchome, ambaye anapokea tuzo ya kutambua mchango wao makatibu wakuu waliohudumu Wizara ya Elimu. Nimemtaja Leonard Akwilapo, lakini yupo Eliamani Sedoyeka, Francis Michael pamoja na Caroline Nombo ambaye ni profesa na ambaye anahudumu mpaka hivi sasa. Baada ya makatibu wakuu, watu binafsi pia ambao wametoa mchango wao ndani ya VETA, kwa niaba ya wote atapokea Kintu Kilanga. Kintu Kilanga tafadhali tuchangamke. Wengine ni marehemu mzee Ahmed Athman pamoja na mzee Elfareti Ngowi kwa niaba. Sasa tafadhali, kama hayupo tunaendelea na kundi lingine, itapokelewa baadaye kwa utaratibu utakaoandaliwa. Wengine mheshimiwa mgeni rasmi ni waajiri wa wale ambao wanachukua vijana waliohitimu mafunzo kutoka VETA. Tunao TANESCO watachukua kwa niaba, kama yupo mwakilishi wa TANESCO kwa haraka sana. Lakini kwenye kundi hili pia wapo ALAF na mamlaka za maji. Kundi lingine mheshimiwa mgeni rasmi ni wenye viwanda. Tunao Scania Tanzania Limited, Toyota Tanzania Limited, Noble Motors Tanzania Limited, Toyota Tanzania Limited ndio wanaenda kuchukua kwa niaba. Wenye viti wa bodi zilizopita za VETA mheshimiwa mgeni rasmi, na kwa niaba tunaomba aje apokee Peter Maduki kwa niaba wengine wote, ambapo wapo hapa Profesa Idrisa Mshoro, David Manyanza, Peter Maduki mwenyewe, Bi Maria Kam, Nicholas Mbwanji na Josephat Mlagala. Kundi lingine mheshimiwa mgeni rasmi ni wakurugenzi wakuu wastaafu, ambapo atapokea Pancras ni Dr. Pancras Bujulu. Dr. Pancras Bujulu anapokea kwa niaba ya wakurugenzi wakuu wastaafu wengine ambao ni Dr. Prosper Mgaya, mhandisi Zebadia Moshi, Dr. Adelhelm Meru pamoja na mkurugenzi mkuu mstaafu mwingine marehemu Morgan Manyanga. Ni anayepokea sasa ni Pancras Bujulu daktari. Karibu sana kwa niaba ya wakurugenzi wakuu wastaafu wengine wote. Wajiandae wadau wa maendeleo, ambapo GIZ kama mpo tafadhali, GIZ kama hawapo GIZ basi Tanzania Chamber of Mines. Asante, naona yupo Tanzania Chamber of Mines, huyu atapokea kwa niaba ya wadau wa maendeleo wote ambao pamoja na World Bank, International Labour Organization, ILO, Tanzania Chamber of Mines wenyewe ambao ndo wanakuja, lakini tuna GIZ, ubalozi wa Korea, ubalozi wa China, IACOP, Enabel, TACAIDS na CVM. Lakini kwa niaba imepokelewa sasa na Tanzania Chamber of Mines. Asante. Na kundi linalofuata mheshimiwa mgeni rasmi ni la wadhamini wa maadhimisho haya, na wadhamini wakuu mheshimiwa mgeni rasmi ni Enabel. Wao wanakuja kupata zawadi yao na tuzo kwa mchango mkubwa kabisa ambao wameuonesha na kuutoa kwa VETA katika kuadhimisha miaka hii 30. Wengine mheshimiwa mgeni rasmi ambao wameshirikiana na VETA ni CRDB, PSSSF, Nectar, Insignia Limited, Yas, Agrovision, GF Trucks na IACA ama IACA.
Na kipekee Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba ukabidhi zawadi ya tuzo kwa Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda. Mwenyekiti wa bodi, tafadhali utamkabidhi Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa tabasamu pana kabisa Mheshimiwa mgeni rasmi akimpa hongera. Na sasa ya mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee na kwa uzito wa hali ya juu, ni zawadi maalum iliyoandaliwa na VETA kwa mgeni rasmi. Makofi mengi sana kwa zawadi ya tuzo hii ambayo Mheshimiwa Waziri anaenda kumkabidhi Mheshimiwa mgeni rasmi. Asante. Natumaini mpenzi mtazamaji umefaidika kwa njia moja ama nyingine na yale uliyoyaona katika maonyesho haya ya miaka 30 ya VETA. Tukutane tena basi hapo kesho muda na wakati kama huu katika kipindi kingine cha miaka 30 ya VETA. Kwa niaba ya timu yangu ya PPR ambayo tuko hapa uwanjani, naitwa Pascal Mayala. Asanteni na kwaherini.